Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM, tusikilize ujumbe mtakatifu Gaspari, ikiwa leo tarehe 19 ya mwezi wa 6. Msalaba ni alama ya utukufu wetu, ni kipimo cha ukombozi wetu na fumbo la mti wa uzima. Amebarikiwa yule mtu anajineemesha kwa matunda ya mti huu. Msalaba ni alama ya utukufu wetu, ni kipimo cha ukombozi wetu na fumbo la mti wa uzima. Amebarikiwa yule mtu anayejineemesha kwa matunda ya mti huu. Ujumbe huu wa Mtakatifu Gaspar del Bufalo unaozungumzia msalaba kuwa ni alama ya utukufu wetu, ni kipimo cha ukombozi wetu na fumbo la mti wa uzima, unatoa mwanga muhimu katika kuelewa umuhimu wa msalaba katika maisha ya kila Mkristo. Msalaba ni alama ya utukufu wetu, ni kipimo cha ukombozi wetu na fumbo la mti wa uzima. Amebarikiwa yule mtu anayejineemesha kwa matunda ya mti huu. Ili kuelewa ujumbe huu kwa undani, zingatia maana ya msalaba katika Ukristo. Msalaba unawakilisha dhabihu ya Yesu Kristo aliyetoa kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Tukirejelea katika Injili ya Yohana sura ya 3 aya 16, maandiko matakatifu yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hii inaonyesha kwamba msalaba ni ishara ya upendo wa Mungu kwa wanadamu. Msalaba kama alama ya utukufu wetu unamaanisha kwamba kupitia msalaba tunapata ushindi dhidi ya dhambi na kifo. Tukirejelea katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 1 aya 18, Paulo anasema, maana neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokoka ni nguvu za Mungu. Hii inaangazia kwamba msalaba si tu ishara ya aibu au kushindwa, bali ni chanzo cha nguvu na wokovu. Zaidi ya hayo, msalaba unachukuliwa kama kipimo cha ukombozi wetu, kwa sababu ukombozi uliotolewa na Yesu Kristo haufananishi na chochote kingine. Tukirejelea katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 aya 7, imeandikwa, katika yeye huyo kwa damu yake tunapata ukombozi wetu, msamaha wa dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Hii inaonyesha kwamba ukombozi tulionao ni matokeo ya dhabihu ya Yesu msalabani. Mwisho, msalaba unaelezwa kama fumbo la mti wa uzima. Huu ni marejeleo ya mti wa uzima uliotajwa katika maandiko matakatifu, hasa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 9 na kitabu cha Ufunuo sura ya 22 aya ya 2, ambapo mti wa uzima unawakilisha uzima wa milele na Mungu. Kwa hivyo, msalaba unatoa uzima wa milele kwa wale wanaomwamini Yesu Kristo. Kutafakari maneno haya, tunajifunza kwamba msalaba si tu ishara ya mateso na kifo cha Yesu, bali ni ishara ya ushindi wake juu ya dhambi na kifo. Turejelea katika kitabu cha Filipi sura ya 2 aya 8 hadi ya 9, Paulo anaandika, tena alinyenyekesha hata mauti, naam, mauti iliyo juu ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Hii inaonyesha kwamba kupitia msalaba Yesu alipata utukufu. Basi kwa muhtasari mzima, ujumbe Mtakatifu Gaspar del Bufalo unatuongoza kutafakari juu ya umuhimu wa msalaba katika Ukristo wetu. Msalaba ni ishara ya utukufu wetu kwa sababu kupitia humo tunapata wokovu, ni kipimo cha ukombozi wetu, kwani ndicho chanzo cha upendo na msamaha wa Mungu. Na ni fumbo la mti wa uzima, kwani unatoa uzima wa milele kwa wale wanaomwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii
Ni mimi Fratelli Emmanuel Samuel Nziuna, frateli wa shirika la wamisionari damu takatifu ya Yesu.